Moja kesi ya uhaini, nyingine kesi ya kutoa taarifa ambazo sio za kweli. Kwenye kesi ya uhaini wamesema kwamba upelelezi bado haujakamilika, lakini sisi tukasisitiza kwamba upelelezi lazima ukamilike. Mahakama ikatoa amri mbili. Amri ya kwanza ikasema kwamba kesi itakuja tarehe 2 mwezi wa 6, lakini pia upande wa serikali wahakikisha wanakamilisha upelelezi tarehe hiyo na kutoa taarifa wamefikia wapi kwenye hatua ya upelelezi kesi ya uhaini. Lakini pia mahakama ikasema kesi haitasikilizwa tena kwa njia ya mtandao, itasikilizwa kwa njia ya kawaida. Kwenye kesi ya kuhusiana na kutoa taarifa za uongo, kesi hiyo inakuja pia leo kwa ajili ya kusikiliza hoja za awali. Kwa hiyo hoja za awali zimesomwa na maelezo ya awali yamesomwa na Mheshimiwa Lissu amekubali kuhusu taarifa zake binafsi yeye na anapokaa na shughuli zake, na anakubali kwamba alikamatwa na ameshtakiwa makosa 3. Lakini taarifa zingine kuhusiana kwamba ametoa taarifa ambazo sio za kweli amekataa. Amesema taarifa hizo zizungumza vitu alivyovisema katika makosa yote 3 anasema ni ya kweli.